Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila siku ya leo amefanya ziara katika bandari kavu iitwayo Kilimanjaro na kuweza kujionea namna ambavyo inavyofanya kazi, lakini vile vile ametoa agizo kwa jeshi la polisi hapa nchini Dar es Salaam, hasa kuhakikisha kabisa kwamba ulinzi na usalama katika bandari zote unazingatiwa. Karibu tuungane kwa ripoti zaidi. Hii barabara tunayoona leo ya Mandela Road, tangu zamani hii ilikuwa inaitwa ni port access. Sasa leo nitoe tena maagizo kwa wenzangu wa TANROADS ambao wako hapa kwenye level ya mkoa kwamba hapa kuna wizara hapa juu, lakini ni kwamba ninyi wenzangu wa TANROADS na TARURA ni muda mwafaka wa kuangalia possibility ya kuwa na barabara za mzunguko zaidi, na proposal hiyo itokee mkoani iende kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ili na yeye aweze kuendeleza sasa pale ambapo inafaa kupeleka tena kwenye mamlaka zingine. Hilo ni agizo la kwanza kubwa kwa wenzangu wa TANROADS na TARURA, ili mniletee hizo proposal tuangalie uwezekano kwa na mabarabara sasa yanayoelekea upande wa Kisarawe na mengineyo, ili kuweza kutoa hizi lori ziweze kupita nje kidogo ya mji ili bandari yetu isiweze kupata itilafu. Lakini jambo la pili, hapa kwa uwekezaji huu ambao umefanyika tunatarajia taifa lipate kodi. Kwa hiyo niwaombe watu wa TRA ambao mko hapa, na niwaombe pia wenzangu wa Kilimanjaro, ninyi mkikwepa kodi, taifa litapata kodi. Ninyi mkikwepa kodi, taifa litaajiri watu. Kwa hiyo waombe mwe mabalozi wazuri wa kuhakikisha kwamba kodi inalipwa ili taifa la Tanzania liweze kupata maendeleo mengine kwa kodi ambazo mnazilipa. Agizo langu namba 3. Kwa kuwa port director yuko hapa, ndugu yangu Galus, ninafahamu kwamba hapa kwenye hizi bandari kavu huwa kuna mizigo ya transit na kuna mizigo ya loko. Na ninafahamu sana wawekezaji wengi huwa wanatamani sana kupata mizigo ya loko pengine kuliko mizigo ya transit. Na kwa kuwa hapa nimeona bado kuna nafasi kubwa sana ya kuweza kutunza mizigo hii, ama ni ya loko ama transit. Na kwa sababu nafahamu pia bwana port director wajibu wako katika kuhakikisha mzigo gani uende wapi, mzigo gani usiende wapi, basi na mimi niwe balozi kwamba kwa watu ambao wamekusha wekeza kwa namna hii, na kama kuna mizigo hiyo either ni ya loko ama transit, katika hali na nia njema wapewe mizigo hiyo ili waweze kutunza mizigo na kutokuleta bugdha ya mafoleni barabarani. Agizo langu na mjingine kwa wenzangu ambao mko hapa, hii miundombinu ya reli, mipango mikubwa iliyopo katika wizara ni kuhakikisha kwamba bandari kavu hizi zote ambazo zina uwekezaji mkubwa na mzuri ziwe connected na reli ili kuweza kupunguza msururu wa lori barabarani, mizigo iweze kuchukuliwa na reli kwa hapa ilipo kwenda kule bandarini. Tafsiri yake sio kuua biashara ya lori, bali ni kwamba tunataka lori litakapoleta mzigo mahali hapa, basi kwenda huko ndani inaweza kupokea reli, ama kutoka hapa pia inaweza kupokea reli mpaka mahali fulani. Na hiyo ndio mipango mikubwa ya Wizara ya Uchukuzi, kadiri ambavyo naendelea kufanya mawasiliano ili kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam tunazidi kuufungua. Lakini agizo langu jingine kwa wenzangu wa jeshi la polisi na vyombo vya dola ni usalama wa maeneo haya. Mzigo ukija hapa leo unaokwenda Kongo, Malawi, Zambia au mahali pengine, utakapokuwa na itilafu, tunaharibu taswira ya kimahusiano pamoja na diplomasia iliyojengwa kwa muda mrefu kati ya taifa la Tanzania na mataifa yanayotegemea bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kuna usalama mkubwa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tulichokuja kukagua hapa, cha kwanza ni kuhusu ukubwa wa eneo kwa mujibu wa taratibu na sheria za TASAC. Na tumeona kwamba Kilimanjaro ICD ina eneo kubwa la kupaki magari, kuweza kuweka makontena, ina eneo la loose cargo pamoja na maeneo mengine, na very soon itakuwa connected pia kwenye mnyororo wa thamani wa reli ambayo tumeiona pale nje. Nimeambiwa thamani ya hapa chini tu ukiachana vitu vingine vyote ni zaidi ya bilioni 15. Maana yake ni kwamba kitu kilichowekwa hapa, unaiona commitment, unaona seriousness ya uwekezaji ambao ndio tunautaka katika taifa letu. Nikiwa napita hii barabara ya hapa nje, mara nyingi wanakuta kuna maroli mengi. Nampigia SACP Mlilo na wapigia watu wa Busalama barabarani kwamba kwa nini barabara hizi zifungwe. Sasa tukiiga mfano huu wa kuwa na bandari kavu,
yenye vifaa, yenye maeneo ya kuweza kuegesha magari wakati akishughulikia taratibu zingine za kutoka ama kuingia. Huu ndio uwekezaji tunaoutaka na ndio uwekezaji tunaopenda watu wengi waweze kuiga. ICD yetu ni ICD ya kisasa yenye uwezo wa kubeba takriban container 10,800 TEU. Tuna nafasi ya square mita 118,000 kwa ujumla wetu. Tuna warehouse yenye ukubwa wa square mita 8,000. Tuna magari 149 kwa ajili ya kuhamisha makasha kwa haraka bandarini. Tofauti na hapo mheshimiwa, tuna truck holding area yenye uwezo wa kubeba magari 45, 30 gate namba 2 na 15 gate namba 3 hapa Kilimanjaro ICD. Kwa mara moja ICD yetu ina uwezo wa kuhudumia magari 70 ndani ya facility kwa urahisi kabisa bila kuwa na msongamano wowote. Tofauti na hapo mheshimiwa, ICD yetu imeajiri Watanzania. Tuna Watanzania takriban ni 65. Mwekezaji wetu ni Mtanzania, na kwa sasa tunatumia advanced TOS system, advanced terminal operating system, ambayo ina uwezo kutupa real time tracking ya container na uhamishaji wake kutoka bandarini kuja ICD mpaka inapotoka gateini kwetu. Kwa hivyo mheshimiwa, nakukaribisha na nashukuru kwa uwepo wako hapa. Kilimanjaro ICD ana miezi 4 tu, amepimika kwa umri mdogo kwenye ukomavu mkubwa. Nimeanza kulisema hili kwa sababu kuna maelekezo uliyatoa hususani kwa wilaya ya Temeke. Moja kati ya changamoto tunazopata kwenye foleni ni mrundikano wa maroli unaokwenda kwenye ICDs ambazo hazikizi vigezo vya sasa. Hatuzisemi kwamba hazina msaada, ila lazima zibadilike kuendana na matakwa na mahitaji ya wakati huu. Nichukue fursa hii kukutaarifu kwamba eneo la Kurasini kwa mujibu wa sheria lilishabadilishwa kuwa extension ya poti na sio makazi.